Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ukiweza kushuhudia wakiweza kufanya kazi kubwa, ambapo usajili unaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ukiweza kushuhudia majembe mapya akiweza kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Huu unakuwa ni mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ni namna ambavyo Yanga wameendelea kuweza kujikita kuhakikisha kwamba wanapata wachezaji sahihi na wenye ubora kabisa, ambapo umeweza kushuhudia pia ujio wa kocha mpya, kocha ambaye ameweza kutambulishwa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Mimi nimekusogezea taarifa kemkem, utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inaendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri sambamba pamoja na namna ambavyo kazi inavyozidi kufanyika, ukiweza kushuhudia wakipiga kazi kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali ni klabu ya soka ya Young Africans, kwa namna ambavyo wameweza kufanya kazi yao. Ila kabla tujaendelea, ni kukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya hapa nazungumzia si wengine bali ni Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi sasa, ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu. Cha kufanya ni kitu rahisi kabisa, kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini. Unakuwa na uhakika kuweza kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Bana, klabu ya soka Young Africans inazidi kuhakikishia kwamba inajiweka katika mazingira mazuri, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inaendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi chao, ambapo umeweza kushuhudia ubora mkubwa kweli kweli ambao unafanyika kwa sasa kwenye timu ya wananchi Young Africans. Namna ambavyo wanavyofanya kazi, namna ambavyo wanayaendea mambo yao ni zaili shaili ya kwamba kila kitu kinaonyesha kwamba Young Africans wamedhamiria zaidi shaili ya kwamba wanahitaji kuweza kufikia malengo yao, ambapo leo wameweza kutambulisha kocha mpya, ambapo klabu ya Yanga imemtambulisha kocha Makoba kuwa kocha mpya wa Young Africans kuelekea msimu ujao wa 2026-27. Makopa amewahi kuwa kocha wa Mamelodi Sundowns kuanzia 2013 hadi 2024, akihudumu kwenye nafasi mbalimbali kama vile kocha mkuu, kocha msaidizi, kocha mkuu msaidizi 2022. Kabla ya kujiunga na Yanga, Makoba alikuwa kocha mkuu wa Gold Arrows ambayo imaliza kwenye nafasi ya 6 kwenye msimamo wa ligi kuu ya Afrika ya Kusini, ambapo ameweza kufunguka. Anasema ya kwamba kocha huyu anasema kwamba mimi sio mtu ambaye napenda kuangalia kazi yangu, napenda watu waniambie wanaona nini kwenye kazi yangu, kwa sababu kuna muda tunafanya makosa kwa kudhani tumefanya vizuri wakati hatujafanya vizuri. Kwa hiyo kila timu inayoenda, napenda kucheza soka ambalo kila mtu ataona ni nzuri na aseme kweli hii timu inafundishwa na kocha Mankoba. Unaona bana, lakini pia anapenda kuona maendeleo ya watu, sio lazima kama mchezaji, lakini kama binadamu. Anapenda wachezaji, wasaidizi wake na benchi la ufundi, kila mtu anayemzunguka kuangalia vitu kwa utofauti, iwe mpira au maisha yawe kwa watu wake bora kabisa. Kwa hiyo Yanga hawana kazi tu ya kuwa hivyo, bali wana kocha ambaye pia ana uwezo mkubwa kabisa. Lakini pia katika kitu ambacho amekionyesha ni kwamba anahitaji kuweza kucheza
kwenye ligi ya mabingwa ya Afrika, ambapo anahitaji kuweza kuitengeneza Young Africans iwe bora zaidi, ambapo analitizama hilo. Lakini katika kuhakikisha mambo yanaendelea vizuri, Young Africans imekamilisha usajili wa mlinzi wa kati Mohamed Musa mwenye umri wa miaka 22 kwa mkataba wa miaka 2. Mohamed Musa amejiunga na Young Africans akitokea Mashujaa FC, ambapo wamepata saini yake huko klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo ni moja kati ya usajili ambao Young Africans wanaendelea kuweza kufanya kwenye kikosi chao kwa ajili ya kuweza kuongeza nguvu kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Lakini katika taarifa nyingine kubwa, inaelezwa kwamba kiungo mshambuliaji wa Al Hilal Jean Claude Gilumugisha anatajwa kuwa mbioni kuondoka katika klabu hiyo baada ya kupokea ufanano kutoka klabu ambayo bado haijaweka wazi. Taarifa zinaeleza kuwa Gilumugisha ni miongoni mwa wachezaji wanaowindwa na Yanga katika dirisha kubwa la usajili, huku mabingwa hao wakitaka kuimarisha kikosi chao kwa ajili ya msimu 2026-27. Kwa mujibu wa taarifa, uongozi wa Yanga, uongozi wa Al Hilal unatambua kuwa nyota huyo yuko karibu kuondoka kutokana na uzito wa ofa iliyopo, ambapo inaelezwa kuwa ni vigumu kuikataa. Gilumugisha amekuwa mmoja wa wachezaji tegemeo wa Al Hilal kutokana na kiwango chake bora kilichovutia klabu kadhaa barani Afrika ikiwemo Yanga ambazo zinaendelea kusaka saini yake kuelekea msimu mpya. Hata hivyo, hadi sasa bado haijawekwa wazi ni klabu gani inawasilisha ofa hiyo wala thamani ya dili hilo, huku taarifa zaidi kuhusu hatma ya kiungo huyo zikitajwa kutolewa katika siku zijazo. Endapo uhamisho huo utakamilika, Gilumugisha ataungana na orodha ya nyota wanaoondoka Al Hilal katika dirisha hili la usajili, ambapo inaelezwa kwamba ni miongoni mwa sajili ambazo zinazotajwa kuja kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni klabu ya soka Young Africans ambao wana mpango wa kuhakikisha kwamba wanakwenda tena kuliteka soka la Tanzania kwa ujumla, kwa kile ambacho kinachoonekana kwa sasa kwenye kikosi chao. Ni mambo ambayo Young Africans wanaonyesha kwamba kuna kitu wanakitengeneza kwa sasa kwenye kikosi chao. Ni namna ambavyo unaenda kutizama usajili wao, ni usajili ambao unaonyesha kabisa ni usajili wa kimkakati na wenye kufanyiwa kazi kabisa, ambapo ukiweza kushuhudia Young Africans wakijikita kuweza kufanya maboresho hayo makubwa kuelekea msimu mpya, ambapo pia waliweza kuweka wazi kwamba watafanya namna ambayo itawezekana ili kupata kile kinachostahili kabisa kwenye kikosi chao kutokana na ubora mkubwa ambao wako nao kwa sasa, ambapo pia klabu hiyo ipo katika mazungumzo ya mwisho kabisa na James Akaminko, miongoni mwa wachezaji ambao wametoka pale katika klabu ya soka ya hapa nazungumzia Azam FC. Baada ya kumalizika kwa mkataba wake, ni rasmi anakwenda kujiunga na kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia klabu ya soka Young Africans, juu ya kile ambacho kinachoonekana ni ubora mkubwa kwelikweli ambao unafanyika kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ni moja kati ya usajili mkubwa kwelikweli ambao umeweza kuwekwa wazi kabisa kwenye dirisha hili la usajili. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia ubora mkubwa na kazi kubwa ambayo inaendelea kufanyika kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia hao ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii.